Baada ya miaka mingi sana mwanadamu akipambana kutafuta kurudi Edeni, kurudi kwenye ile njia iliyofungwa, ambayo Edeni ndiko ambako mwanadamu alikuwa anakutana na Mungu, yamewekwa makerubi. Ndipo alipokuja mwanaume mmoja, mwamba wa kale, ua la Sharon, Yeshua Amashia. Akaja, lengo lake lilikuwa ni kutupatanisha sisi na Mungu. Akakivunja kiambaza kilichokuwa kimetuwekea uadui. Yeye akasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Umeanza kuelewa hiyo njia ni ya kwenda wapi? Njia ambayo Adamu aliipoteza baada ya kutoka Edeni. Ile njia ikafungwa, yakawekwa makerubi. Yesu ndiye njia ambaye ameturudishia mahusiano yale tuliyoyapoteza. Ndio maana Mungu tulikuwa tuwezi kumkaribia, leo tunamkaribia Mungu kupitia Yesu Kristo. Na ndio maana jina jingine ambalo Yesu alikuja nalo anaitwa Immanueli, manake Mungu pamoja nasi. Yani Mungu ambaye tulikula naye, tukanywa naye, tukatembea naye, tukaishi naye. Mungu pamoja na sisi, alilala kama sisi, aliishi kama sisi, akademonstrate namna ambavyo sisi tunatakiwa kuenenda, akatufundisha kwa vitendo. Yule ambaye tulikuwa tunamwogopa, moto wake unatutisha, leo amekuja katika umbo la mwanadamu, amefanyika mlango tena, amefanyika njia tena. Manake Yesu anaposema mimi ndimi njia, kweli na uzima, manake tayari tuna uwezo wa kukutana naye tena.